Gazeti la Mwananchi kuna habari zimeandikwa. Na habari iliyoandikwa imeandika hivi: wazazi chanzo cha watoto kuacha elimu msingi. Wazazi, nyinyi wazazi mmekuwa chanzo cha watoto wenu wa shule ya msingi kuacha shule wakiwa bado wako shule ya msingi. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Imekaaje hii? Na hii ni kutokana na ripoti ya matokeo iliyotoka kuhusiana na matokeo ya darasa la 7. Ndio maana kuna siku niliuliza hapa, vipi mtoto wako hapo nyumbani amefaulu? Au wewe ndio ulimwambia akatukane? Kwa sababu hilo nalo kwa mujibu wa NECTA hilo nalo bado ni tatizo. Sasa tunaye katibu mkuu wa NECTA hapa akielezea kuhusiana na swala zima la matokeo lilivyokuwa na namna ambavyo wewe sasa kama mzazi unachangia vipi mtoto wako kuacha shule. Sasa weka maoni yako hapo. Je, ni kweli wazazi wamekuwa ni sababu ya watoto wao kuacha shule? Nani anamwambia mtoto akaandike matusi kwenye mtihani? Nani anayemwambia mtoto akafanye vibaya kama si mzazi? Hii imekaaje? Weka maoni yako, weka comment yako. Sasa katibu mkuu NECTA, hebu tujuze kuhusiana na matokeo ilikuwaje? Ndugu waandishi wa habari, taarifa yetu ni kuhusu matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi uliofanyika Septemba mwaka huu 2025. Baraza limeidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo hayo katika kikao chake cha 168 kilichofanyika tarehe 1 Novemba 2025 katika ofisi hizi za baraza. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya watahiniwa 1,172,324 walisajiliwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, wakiwemo wasichana 637,162 sawa na 54% na wavulana 535,162 sawa na 46%. Kati ya watahiniwa waliosajiliwa, watahiniwa wenye mahitaji maalum walikuwa 4,682 sawa na 0.4%. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa 98% sawa na watahiniwa 1,146,231. Aidha, wapo watahiniwa 26,093 sawa na 2% ambao hawakufanya mtihani pamoja na kuwa tuliwasajili. Ufaulu kuhusu mtihani huu, matokeo yake, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa 0.93 na kufikia 81.80 kwa mwaka huu 2025 kutoka 80.87 ya mwaka 24 na 80.58 ya mwaka 2023. Hivyo watahiniwa 937,581 wamefaulu kwa kupata madaraja ya A, B na C. Sawa, mambo yalikuwa hivyo. Sasa kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, nao moja kati ya ripoti hapa, huu ni utafiti, ninao moja kati ya ripoti, ninao hapa utafiti kutoka Parental Environment on Enhancing Pupils Academic Performance in Public Primary Schools, a case of Temeke Municipal Council. Hii imekaaje kwa case study ya Temeke pale? Naambiwa hivi, moja kati ya sababu ambazo zinaelezwa kwa wazazi kuchangia watoto wao kuacha shule ya msingi, nasema cha kwanza ni wazazi wenye kipato cha chini hawana rasilimali za kutosha kama vitabu, sare, vifaa kama viatu, hivyo kuwafanya watoto wao kuacha shule. Sio, unanielewa? Lakini pia sambamba na hilo, kuna wazazi hawapati fursa ya kujua maendeleo ya mtoto au kushirikiana na shule kutokana na uwezo mdogo wa muda na rasilimali. Kuna wazazi asubuhi anatoka saa 10 anarudi saa 4 usiku, anatoka mtoto kalala anarudi mtoto kalala. Sasa mzazi kama huyu akiambiwa kuna kikao shuleni hawezi kuhudhuria, na asipohudhuria hawezi kujua maendeleo ya mwanae shuleni, na hapa ni maendeleo ya mtoto nyumbani mpaka shuleni. Sasa kwa mujibu wa ripoti hii pia wanasema hii ina maana kwamba watoto wanaweza kukosa motisha au ile tunaita role model. Mtoto anasomaje kama baba yake akimwangalia au mama yake akimwangalia shagala bagala? Hii imekaaje? Lakini pia sambamba na hilo, ripoti ya UNICEF Tanzania Country Report, hii ni global initiative ambayo ilitoka pia, unaambiwa bwana, sababu nyingine ni ikitoa dalili za wazazi ni hali ya kaya, lakini wazazi pia wamekuwa ni wakali mno kwa watoto wao, hivyo kuwafanya watoto kuwa na hofu wanapokuwa nyumbani, hata kushindwa kujisomea vizuri. Nini komenti yako mzazi wa Kitanzania? Tuwekee hapo, alafu tutakuja kupita nayo baadaye. Lakini pia andika ujumbe wako kupitia 077972 9593. Unasikiliza AFM kutoka hapa Dodoma.